Sasa ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo mmeshuhudia leo asubuhi, serikali imewasilisha bungeni, imeweka mezani bungeni taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya mwaka 2025, na uwasilishaji wa taarifa hii ni utekelezaji wa kifungu cha 66 cha sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 2015 inayoagiza serikali kuandaa na kuwasilisha bungeni taarifa hiyo kila mwaka, na lengo la taarifa hiyo ni kuonyesha uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kupitia bunge, na pamoja na kutoa tathmini ya utekelezaji wa mikakati ya udhibiti wa dawa hizo kwa mwaka husika, na hapa mwaka husika ni 2025. Lakini pia taarifa hii inatoa nafasi kwa bunge kutoa ushauri kwa serikali kuhusu namna bora ya kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya nchini. Sasa ndugu waandishi wa habari wenzangu, taarifa niliyowasilisha leo inaonyesha namna serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inavyowekeza na kuwekeza nguvu kubwa katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, vyombo vya ulinzi na usalama, wadau wa ndani na nje ya nchi, pamoja na jamii kwa ujumla, serikali katika mwaka 2025 imepata mafanikio makubwa katika kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kulevya iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa asilimia 55.97. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yamekuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na utekelezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Lakini pia jumla ya tani 26.36 za mirungi zilikamatwa. Kiasi hiki kiliongezeka kwa asilimia 42.88 ikilinganishwa na mwaka 2024. Sasa ongezeko hili la mirungi linaashiria kuimarika kwa operations za ufuatiliaji na udhibiti, hususan katika maeneo ya mipaka na njia zinazotumika kusafirisha dawa hizo za mirungi. Kwa upande wa dawa za kulevya za viwandani, serikali ilifanikiwa kukamata methamphetamine kilogramu 907.18, heroin kilogramu 672.23, cocaine kilogramu 4.89, MDMA gramu 178 na MDA gramu 7.82. Aidha, kwa mara ya kwanza mwaka 2025 serikali ilikamata tani 29.52 za aina mpya ya dawa za kulevya aina ya kratom itokanayo na mmea unaoitwa Mitrogynea speciosa. Dawa hii iliingizwa nchini kama mbolea. Baada ya uchunguzi ilibainika kuwa ni dawa ya kulevya. Mafanikio haya yametokana na kazi kubwa iliyofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti mitandao na njia za usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia nchi kavu, anga na majini. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, aidha serikali iliendelea kuimarisha ukaguzi katika vituo vya forodha, vyombo vya usafiri, kampuni za usafirishaji vifurushi na kwenye kampuni zinazojihusisha na biashara za kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya kwa lengo la kudhibiti uchepushaji. Kupitia ukaguzi huo, jumla ya tani 31.76 na lita 183,500 za kemikali bashirifu pamoja na kilogramu 2.36 na milimita 160 za dawa tiba zenye asili ya kulevya zilikamatwa. Kwa upande wa makosa ya dawa za kulevya, mwaka 2025 jumla ya mashauri 1124 yalifunguliwa katika mahakama mbalimbali nchini. Pamoja na mashauri yaliyokuwa yakiendelea katika mahakama mbalimbali nchini,
mashauri 1373 yalitolewa hukumu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilishinda mashauri 1058. Kadhalika, mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.3 zilizohusishwa na makosa ya dawa za kulevya zilitaifishwa. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, sambamba na hatua za udhibiti, serikali iliendelea kutoa huduma za tiba za utengamano kwa watu wenye uraibu wa dawa za kulevya. Mwaka 2025, jumla ya watu 85,425 wenye uraibu wa dawa za kulevya walipata tiba bure kwenye vitengo vya afya ya akili katika hospitali za rufaa za mikoa na kanda, kliniki za kuhudumia waraibu wa dawa za kulevya, yani medically assisted treatment or therapy, na nyumba za upataji nafuu nchini. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya iliendelea kutolewa kwa umma kupitia kampeni mbalimbali za uelimishaji katika jamii, taasisi za elimu na vyombo vya habari ambao ni nyinyi, ili kujengea jamii uelewa, maamuzi sahihi na uwezo wa kujilinda dhidi ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Katika kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi katika kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kujenga uwezo wa kitaasisi pamoja na kuendesha operation za pamoja dhidi ya mitandao ya usafirishaji na biashara ya dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, matokeo chanya katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na dhamira thabiti, maono na uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani chini ya uongozi wake amewekeza kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya nchini. Naipongeza Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wataalamu wa afya, wadau katika mapambano na wananchi kwa ushirikiano wao uliosaidia kuyafikia mafanikio niliyoyaeleza. Ushirikiano ni silaha muhimu sana katika vita dhidi ya dawa za kulevya, kwani mafanikio ya kweli yanahitaji juhudi jumuishi kati ya serikali, taasisi binafsi, wadau wa kimataifa na jamii kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari. Pamoja na hayo, naomba wananchi waendelee kutoa taarifa pale wanapohisi au kushuhudia viashiria vya biashara au matumizi ya dawa za kulevya kwa vyombo husika, ili kuifanya nchi yetu kuwa mahali salama na huru dhidi ya matumizi na biashara za dawa za kulevya. Hiyo ndio hali taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya mwaka 2025.